Yaani wasituangalie sisi wenzao tuna alama 4 na bado tuna advantage kubwa. Yule anakuja nyumbani, sisi tuna mechi za nyumbani 2 ujue. Anakuja National. Tukifanya maamuzi mashabiki wa Yanga kwenda kuicheza ile mechi, tunao uwezo wa kuamaliza National Ahli nyumbani. Na tukimalizana nao, tunao uwezo wa kuja kumalizana na Kabili hapa nyumbani. Tuna mechi 2 za nyumbani ambazo sisi mashabiki wa Yanga ndio muda wetu wa kwenda kuzimaliza hizo mechi 2 za nyumbani. Kila shabiki wa Yanga kama ananisikia mimi mwanachama mwenzake, kama ananisikia mimi shabiki mwenzake, sio muda wetu akata tamaa, huu ni muda wa vita. Twendeni tukacheze mechi yetu Zanzibar vizuri. Pale ni Guantanamo Bay. Pale sio mahala salama kwa mtu yoyote wala kwa timu yoyote. Hali ya hewa ya Misri ni baridi. Hali ya hewa Zanzibar ni joto kali. Bahari itakapochemka ndio mvuke utakaowaua Waarabu. Tutakapokuwa tunashangilia, sauti zetu sisi mashabiki wa Yanga ndizo zitakazoiokoa timu. Zile nafasi ambazo leo wachezaji wamekosa, walikosa sauti ya kupiga kelele kwamba hilo ni goli. Sauti hizo zinahitajika Zanzibar. Hakuna kitu kingine. Kwa hiyo mimi naamini mwalimu asikate tamaa. Yao Kwasi tumemwona yuko fiti. Alan Okelo tumemwona quality yake. Tumemwona namna ambavyo Pacome ameingia sabu, namna ambavyo alikuwa na drive team. Twendeni tukashambulie. Tuache kuwakaba watu. Twendeni tukashambulie. Away ilikuwa ni yake kukaba. Lakini nyumbani tulinge. Mwarabu aje hapa tumuonyeshe heshima sisi kwa nyumbani. Upande wa pili wanacheka kwa mengi, wanacheka kwamba licha ya kwamba mmepoteza, wanasema kwamba mwalimu wenu na mwalimu wao hamna tofauti kwa sababu walimu wote wanapoteza mechi. Unajua sasa hivi kuongelea Simba ni kama unaongelea mento. Mimi nakwambia ukweli. Mento ni watu ambao wameamua kujitoa akili. Yaani mashabiki wa Simba wameamua kujitoa akili. Sio tu mashabiki wa Simba, hata wachambuzi ambao wanaamini kwamba kula milungula kwenye klabu ya Simba kuididimiza Yanga ni wameamua kujitoa akili. Hata afisa habari wa Madunduko kimsikiliza tu anavyoongea, unajua kwamba hawa wameamua kujitoa akili. Sisi ndio tutakawafanya wao wawe na akili timamu. Sio wanajifanya mamento, hawaelewi. Sisi ndio unajua sasa hivi ukiangalia wameamua kama kuwa makatuni, yani kama wameamua kuwa comedian. Mashabiki wa Simba hawataki mpira serious. Wameamua kuwa comedian kwenye football. Si hatuko kwenye comedian, si tuko serious na mashindano. Timu yenye alama 4 imeshamaliza mechi za away na mechi 2 za nyumbani. Umenielewa? Huyu Al Ahly tulikuwa na alama sawa. Na yeye anatoka mchezo ujao anaenda away. Kundi letu bado halina uwepesi huo kama wao ambavyo kundi lao lilivyokuwa tangu awali. Yaani kundi lao lilivyokuwa linapangwa na kilichowakuta mpaka leo hii. Kitu pekee cha baki na wao ni kujitoa akili tu kwamba kujiona wako kwenye kundi salama, wao wanaweza kuvuka. Unaweza kuvuka, kesho twende tukashuhudie mpira. Kuhusu mwalimu atulingani. Pedro ni daraja la mwalimu, nikwambia ni walimu wakubwa sana. Mimi ninavyomuona Pedro si muachi mbali sana na Miguel Gamondi. Hata Miguel Gamondi wakati anacheza mechi zake za away, kuna baadhi ya mechi alikuwa anaweza kupoteza hivi. Alishapoteza na US Monastir kama mnakumbuka goli 2-0 na bado akafanya wonders. Hata huyu mwalimu ni mwalimu bora sana kucheza na National Ahli ambao wana wachezaji wengi quality waliotoka AFCON wakamaliza kwenye nafasi 3 za juu, si ndio? Nafasi 4 za juu kwenye AFCON. Imam Ashur ala kiwango bora sana. Lakini hakuna mtu asiyeona kwamba Al Ahly wana wachezaji wengi wa national team ya Misri. Kilichowafanya wametushinda leo ni kwa sababu wao wako nyumbani na sisi tulikuwa away. Wakaribie nyumbani Zanzibar, Guantanamo Bay, tutaonyesha mpira ulivyo.